Kitunguu saumu na kilaga kwenye pilau tu. Habari, mwanafamilia wa Mabadiliko Chanya TV. Wengi wetu huwa tunakwenda sokoni au kwenye magenge kununua vitunguu saumu. Je, tunafahamu faida yake? Kwa majina naitwa Steven Charles Gihega, ni mkazi wa Tabora mjini. Pia ni kijana mjasiriamali mdogo. Kwanza vitunguu saumu kwenye mishikaki vinafanya nyama ilainike. Pia kingine faida ya vitunguu saumu inafanya iwe na harufu nzuri ya kuvutia na yenye ladha mdomoni zaidi. Ninavyojua mimi kuna zile unachanganya tangawizi, kitunguu saumu, kuna ile inakuwa unachanganya na asali, wanasema ni dawa ya wababa. Kwa majina mimi naitwa Maria Abdalla. Mimi ni mkazi wa Tabora na Kaisevia, au unaweza kuniita mama wawili. Vitunguu saumu vina faida nyingi. Faida yake kwanza, unaweza kutengeneza kwa ajili ya mboga. Kingine, kitunguu saumu pia watu wengi wanatumia kwa ajili ya pressure, vinashusha pressure. Pia watu wengine wanatumia kwa ajili ya kutafuna kwa sababu ni dawa. Kuna wengine pia unaweza ukavitwanga, ukishavitwanga unachukua asali, unachanganya na hiyo asali, unachanganya na limao kama limao kwa ajili ya kifua. Mimi naitwa Emmanuel Kaducha Samueli, ni mkazi wa Cheo Zebra. Mimi kitunguu saumu nakifahamu, ila nilikuwa nasikia kwa watu walikuwa wanasema ukitumia kitunguu saumu kinaongeza mambo fulani hata ya kwenye ndoa, yanakuwa ndoa mwelele. Yeah. Sasa leo nitakujuza faida za kutumia vitunguu saumu. Kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Jina langu naitwa Hadija Omari. Mazezele mtazamaji, mimi na wewe tupige hatua pamoja. Vitunguu saumu ni viungo ambavyo vinatumika sana jikoni katika mapishi kwa karne nyingi. Lakini wengi wetu tunakichukulia poa na kukiona kama kiungo cha kawaida tu. Sasa nikueleze, zipo faida nyingi sana za kutumia kitunguu saumu. Na faida namba 1, huondoa kikohozi, mafua na shida za masikio. Vitunguu saumu vina uwezo wa kuzuia kikohozi na maambukizo ya mafua. Kwa upande wa matatizo ya sikio, vitunguu saumu na mafuta ya vitunguu saumu ni tiba ambayo unaweza kujitibia nyumbani kwa magonjwa ya masikio. Vilivyomo ndani ya kitunguu saumu vina uwezo mkubwa wa kuzuia bakteria mbalimbali zinazohusika na maambukizi ya sikio. Lakini faida nyingine ni nzuri sana kwa afya ya moyo. Matumizi ya vitunguu saumu mara kwa mara hupunguza matukio ya kuganda kwa damu na kwa hivyo husaidia kuzuia. Vitunguu saumu pia hupunguza shinikizo la damu au pressure kupanda. Hivyo ni nzuri kwa wagonjwa walio na shinikizo la damu. Kitunguu saumu husaidia kutanua mishipa iliyosinyaa. Kwa wanaume kitunguu saumu kina faida kubwa sana. Kama itachanganywa kitunguu saumu na tangawizi, mchanganyiko huu ni mzuri sana kwa mwanaume, hasa mwanaume aliyepungukiwa nguvu za kiume kutokana na shida za mfumo wa mzunguko wa damu. Humpa mwanaume stamina wakati wa tendo la ndoa na kuleta uchangamfu. Faida ya 3, inaboresha utendaji wa ubongo. Vitunguu saumu huendeleza afya ya ubongo kwa sababu ni antioxidant. Lakini faida nyingine, inaboresha utumbo. Hutibu shida za mmeng'enyo wa chakula. Ina faida kubwa kwa utumbo mkubwa na utumbo mdogo na hupunguza kuvimba. Ulaji wa vitunguu saumu husaidia kuondoa minyoo tumboni. Jambo zuri ni kwamba huua bakteria wabaya na hulinda bakteria wazuri kwenye tumbo. Faida nyingine, inarekebisha sukari mwilini. Na hapa nataka nizungumze kwa wale ambao wanakabiliwa na ugonjwa wa kisukari. Vitunguu saumu ni msaada mkubwa sana kwao. Vitunguu saumu husaidia kurekebisha viwango vya sukari ndani ya damu. Lakini faida nyingine, huboresha afya ya ngozi. Vitunguu saumu husaidia kuzuia chunusi na kupunguza makovu ya chunusi. Vidonda, vipele na malengelenge vyote vinaweza kufaidika na utumiaji wa juisi ya vitunguu saumu. Lakini faida nyingine, inazuia saratani na vidonda vya tumbo. Vitunguu saumu hulinda mwili dhidi ya shida za mapafu.
kibofu cha mkojo, tumbo, ini na saratani ya utumbo mpana. Kuwemo kwa antibacterial ndani ya kitunguu swaumu huzuia vidonda vya tumbo. Kitunguu swaumu ni kinga bora. Faida nyingine ambayo ni kubwa zaidi, inapambana na UTI na inaboresha afya ya figo na uzazi. Juisi safi ya vitunguu swaumu ina uwezo wa kupunguza ukuaji wa bakteria wa E. coli ambao husababisha maambukizo ya njia ya mkojo yani UTI. Pia husaidia kuzuia maambukizi ya figo. Vitunguu swaumu hupunguza maambukizi kwenye vidonda, kukuza ukuaji wa nywele, afya ya mfupa na afya ya ini. Ili kuleta matokeo mazuri, ni vizuri zaidi kitunguu swaumu kikitumiwa kikiwa kibichi. Faida nyingine ya kitunguu swaumu ni kwenye kizazi kwa mwanaume kama ambavyo nilivyoeleza hapo awali. Mtazamaji, hiki ndicho kitunguu swaumu. Niambie kwenye comment umejifunza nini au unahitaji ufafanuzi gani zaidi ili tuandae vipindi vingi kwa manufaa ya wote. Jina langu naitwa Khadija Omari Mazezele. Mtazamaji, hii ni Mabadiliko Chanya TV. Mimi na wewe tupige hatua pamoja.